Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha tena siku hii ya leo, tusome neno, tujifunze maandiko ya Mungu. Ni kukumbushana kwamba Mungu yupo na uwepo wake upo. Kwa hiyo ni sisi tu kukumbushana wenyewe kwa wenyewe. Hakuna anayefahamu sana, lakini ni vile tukisoma pamoja na kusikilizana, basi tutaelewa, kwa sababu lengo na nia za hili ni kujiweka wazi mbele ya Mungu au kumpokea Mungu au kumkaribisha Mungu katika maisha yetu. Amen. Leo nilikuwa nataka niseme kwamba dhambi imetuvaa na hatutaki kabisa kuiacha. Utamu wa dhambi ndio unatufanya tuwe viburi. Ule utamu tunauona wa dhambi unatufanya tuwe viburi. Kumpokea Bwana, kumbuka dhambi ni utamu wa muda mfupi tu. Dhambi ni utamu wa muda mfupi tu. Kwa nini tuwe na viburi kuto kumpokea Bwana? Mpokee Bwana upate utamu wa muda mrefu. Dhambi ni tamu sana, lakini ni muda mfupi sana, kwa sababu unasema mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu anakubishia katika moyo wako, hodi, unakuwa na kiburi, unafunga milango ya moyo wako, utaki kumkaribisha huyu Yesu katika maisha yako. Mkaribishe Yesu katika maisha yako, akufanyie jambo ambalo utakuja kulisahau katika maisha yako. Atakuonyesha mambo makuu ambayo hujakuja kuyaona. Mpokee Yesu, mfungulie mlango wa moyo wako Yesu. Mfungulie mlango wa moyo wako upate utamu wa Yesu. Umeonja dhambi ya duniani, unaona ni tamu kwa sababu hujawahi kuionja utamu wa Yesu. Amekubishia, fungua milango ya moyo wako, afu uangalie atakupa nini. Utamu wa Yesu ni wa furaha na wa milele. Unaogopa kumfungulia Yesu mlango wako wa moyo wako, unajua unaogopa kuacha dhambi, kwamba ukimfungulia Yesu katika maisha yako utaacha uzinzi, utaacha wizi, utaacha tamaa, utaacha kila aina ya dhambi, na milango yako ya kupata kipato kwa kutumia dhambi pia utaiacha. Hiyo ndio inakufanya ushindwe kumfungulia Yesu milango. Unaogopa kuacha mambo ya dunia. Mpe Yesu maisha yako, afu uone atakufanyia nini. Fungua mlango wako Yesu akuokoe. Fungua mlango wako Yesu akutakase. Fungua mlango wako Yesu afungue minyororo iliyofungwa na shetani. Fungua milango yako Yesu akupe siri ya Mungu, siri ya ufalme wa Mungu. Fungua milango yako Yesu akutetee. Tafadhali sikia sauti ya Yesu anapokugongea, anataka kuingia kwako. Je, unataka kula pamoja na Yesu? Acha nikupe namba ya mbinguni. Nitakupa leo namba ya mbinguni, umpigie Yesu, afu Yesu atakufungulia, atakugongea. Yesu atakugongea, unamfungulia, unamwita, afu anakugongea. Ndugu yangu, tusome andiko, nikupe namba ya mbinguni. Acha tupige namba ya mbinguni, afu tuone Yesu atatufungulia au atufungulie. Nachukua Biblia yangu, tuanze kusoma hapa andiko fupi. Tusome Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 20. Anasemaje? Yohana twende hapa. Yohana
Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake wa 20 anatuambiaje? Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango wangu, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yesu amesimama mlangoni kwako, anakubishia. Ukimfungulia atakula pamoja nawe, nawe utakula pamoja naye. Hii ni raha. Ukisoma Yeremia 33:3 anakwambiaje? Yeremia 33:3. Yeremia 33:3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makuu magumu usiyojua. Kutamu sana ndugu zangu. Kwa neno hilo naomba tukabarikiwe. Amen. Tukabarikiwe na neema na baraka ijazwe ndani ya moyo yetu. Wapenzi wa Mungu, ni wahage kwa kusema tukutane neno lijao. Bye bye.